sababu mkitoka nje ya hema mtakufa. Mkijaribu tu kidogo kutoka nje ya hema hii, nyinyi mnakufa. Hivyo ndio Musa alimwambia Aroni, sikilizeni vile Mungu amesema ya kwamba ni masharti nyinyi msitoke nje ya hema, lakini watu wengine wote wamekubaliwa, wanaweza toka na kwenda kuboboreza hawa vijana. Lakini wewe Aaron na mtu anaitwa Eliazeri na Mishaeli, kusiwe na mmoja wenu atakaye jaribu kupiga hatua moja atoke nje ya hekalu hii, kwa sababu akitoka atakufa. Na Musa anaendelea kuambia hivi, kile kitakapofanya nyinyi mkufe ni kwa sababu mafuta ya Mungu iko juu yenu. Bwana Yesu na inuliwe sana. The anointing of God, mafuta ya Mwenyezi Mungu iko juu yenu. Kwa hivyo mkijaribu kutoka nje ya hekalu kidogo, nyinyi mjue mtahesabiwa maiti pamoja na vijana hao wengine wenu wawili. So Musa akawaambia hivi, hata kama watoto hao wamekufa, nyinyi hamuna ruhusa ya kulalua maguo zenu, lakini watu wengine wote wako na ruhusa. Nyinyi hamuna ruhusa ya kufanya nywele zenu zifarakane kwa sababu ya kuomboleza. Yani haya yalikuwa masharti ya Haruni na mtu anaitwa Eliazari na Mishaeli mtoto wake. Wakaambiwa na Mungu kupitia kwa Musa, mkijaribu tu kupiga hatua moja kutoka nje ya lango ya hema, nyinyi mtakuwa maiti. Bwana Yesu na inuliwe sana. Hebu sikiliza hapa wewe mtazamaji wangu, na unasikiliza ujumbe huu, ya kwamba walipatiwa masharti kwa sababu ya mafuta yale wamebeba, kwa sababu ya anointing ile Mungu ameweka ndani yao. Wasikubali kupiga hatua hata moja kutoka nje ya lango ya hema, kwa sababu wakifanya hivyo watakuwa maiti hata pamoja na wao. Asubuhi ya leo nimekuja na ujumbe huu wa Mungu, ya kwamba kuna masharti ya Mungu na sisi hatujayatimiza. Ya kwamba kuna mambo Mungu amesema tusiyafanye, lakini sisi tumeyafanya. Yani Musa alikuwa akiwaambia hivi kwa udogo, ya kwamba mkivuka hiyo masharti ya Mungu mtakufa. Ya kwamba hapo kuna boundary katikati yako wewe Aroni na Eliazari na Mishaeli. Kuna boundary kwenu, ya kwamba mtu yoyote katikati yenu watatu akijaribu kupiga hatua moja aweze kutoka nje ya kambi, yeye atakufa. Lakini watu wengine wote wamekubaliwa na Mwenyezi Mungu waende wakaomboleza hawa vijana. Na Musa anawaambia hivi, nyinyi mko na mafuta mumebeba ya Mungu, yani mafuta ya Bwana iko juu yenu ama iko ndani yenu. Mkijaribu kutoka hapa kwa hii hekalu saa hii, nyinyi mnakufa. Sikiliza nikwambie hivi, nilikuwa natazama neno usiku wa leo, naangalia naona ya kwamba sisi kuna mahali tuliwekwa na Mungu, na wakati tuliwekwa na Mungu sisi hatukusikiliza. Sisi tulitoka, sisi tulivuka mipaka ile Mungu alikuwa ametuwekea. Mimi naongelesha watu asubuhi ya leo, watu ambao waliambiwa wewe usitoke hapa, lakini walitoka wakavuka mipaka. Kuna watu waliambiwa ya kwamba wewe fanyia hapa kwa hiyo ofisi, lakini hawakutosheka wakaenda mahali pengine. Kuna watu waliwekwa kwa position na Mungu, na Mungu akawaambia ya kwamba hapo ni mimi nimefungua mlango, lakini wewe ulitoka mahali ambapo Mungu alikuweka. Sikiliza masharti ya Mungu, ya kwamba alimwambia Haroni, mkijaribu kutoka mnaenda kuangamia. Sikiliza nikwambie, Bwana Yesu na inuliwe sana, ya kwamba wakati tulipotoka Mungu alituwekea mipaka yetu, na akasema hapo nimekuweka, hapo ndio utabarikiwa brother. Lakini hatukutosheka, tulivuka mipaka. Sisi tu wakati tuliingia kwa doa, tuliingia kwa doa yetu na ikawa na mipaka fulani, na tukahapiana ya kwamba hakuna mtu ataenda nje ya doa, hakuna mtu ataenda kuladarada. Lakini
lakini watu wengi wa saa hii na waongelesha kwa sababu walivuka mipaka ya doa, wako kwa mipaka ya kando, wako kwa mipango ya kando. Yani Mungu alinenea niongeleshe watu niwaambie, mmevuka mipaka, rudini mahali ambapo Mungu anataka, kwa sababu wakati tulipovuka mipaka, hapo ndio tulianza vita na Mungu, hapo ndio vita zetu na Mungu zilipoanza. Haleluya. Ninakuongelesha asubuhi ya leo, wewe umevuka mipaka. Wacha nikwambie asubuhi ya leo, Jehova anaitana. Tulivuka mipaka tukaenda kwa waganga, tulivuka mipaka tukaenda kwa washawi, tulivuka mipaka tukaenda kuomba sanamu, tulivuka mipaka tukaenda kwa gomi, tulivuka mipaka tukaenda kwa watadai, tulivuka mipaka tukaenda kuabudu mizimu. Lakini Bwana anasema hapo ndipo shida iliyotoka kwa maisha yenu, kwa sababu mahali niliwaweka mlitoka, vile mliniamini mlitoka, kile mlikuwa mmenaniaminia hamkuniaminia tena nikiwa Mungu wenu, mlivuka mipaka. Bwana anasema hivi, wale wamevuka mipaka waweze kurudi. Tunakufia kule kwa barabara kwa sababu tulivuka mipaka. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Tulivuka mipaka mahali ambapo Mungu alisema ya kwamba na hapo ndio baraka na ushindi huko. Tulitoka, tulivuka mipaka. Na watu wengi sana ukiangalia kwa saa hii tumevuka mipaka. Sisi tumeashana na Mungu yule tulisomesha tukiwa pale Sunday school. Saa hii tumerudia mambo ya kwenda kule kwa makaburi, tukisema ya kwamba ni odoire. Ata hivyo tumeta njira-inĩ cia Ngai, tukarugame haka, tugathie kuria gwa watadai, tugathie kuria kwa gomi, tugathie gwita andu aria makuire tene. Na nĩkĩo generation itu andu marakua tene, nĩkĩo generation itu andu marakua nĩ mĩrimũ mĩnene, nĩkĩo generation itu andu marakuĩra barabara-inĩ ta ngui. No ndĩrenda kwĩra andu aria maranjigua rũcinĩ rwa ũmũthĩ, Ngai arauga atĩrĩrĩ, atĩ nĩtũrũgĩte mĩhaka, nĩtũrũgĩte mĩhaka, nĩtumĩte thĩinĩ wa wega wa Ngai, nĩtumĩte thĩinĩ wa icoki rĩa Ngai, tũgathiĩ kwĩyethera maũndũ mangĩ marĩa maratũma tũkuĩre kũrĩa, tũthirĩre kũrĩa. No mũndũ ũraigua kiugo gĩkĩ kĩa ũmũthĩ, ndakwĩra ũũ, Musa akĩra Harũni atĩ mwangeria gũkinya ikinya rĩmwe mume thĩinĩ wa hekarũ-inĩ ĩno na gũkua mũrakua. Bwana Yesu na ainũriwe sana. Nĩngwenda kwarĩria mũndũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ngwĩre nĩ kuma tumĩte njĩra-inĩ cia Ngai. Ithuĩ nĩtũrũgĩte mĩhaka, na nĩkĩo maũndũ maitũ marathiĩ na mbere na gũthũka. Ithuĩ nĩtũrũgĩte mĩhaka, nĩkĩo tũrathiĩ na mbere na gũconoka. Ithuĩ nĩtũrũgĩte mĩhaka, nĩkĩo tũrathiĩ na mbere na kuona maũndũ moru. Ithuĩ nĩtũrũgĩte mĩhaka, nĩkĩo tũrathiĩ na mbere na gũconorwo nĩ Ngai. Atĩrĩrĩ, tathikĩrĩria itũmĩrĩri ya Ngai ndĩmĩrehe na rũthiomi rwa Gĩkũyũ na Kĩhĩmbũ na Kĩmbere na Kĩmĩrũ, atĩ ithuĩ nĩtũrũgĩte mĩhaka. Mũcerire mũndũ gwĩtwo Harũni, thikĩrĩria na ciana ciaku ici igĩrĩ, mwageria kuma haha mũrũge ikinya rĩmwe nja nĩ mwakua. Andũ a thikũ ici nĩtumĩte, na nĩkĩo maũndũ matũritũhĩte, maũndũ nĩkĩo matũritũhĩte ũguo. Bwana Yesu na ainũriwe sana. Tareke nyambe ngwĩre, Jesu eririe arutwo ake atĩrĩrĩ, atĩ na mũtikaume Jerusalemu itamũtũmĩire mũteithia. Msije mkatoka Yerusalemu kama sijawatumia msaidizi. Kwa sababu Yesu alikuwa anajua watu hawa wakitoka Yerusalemu, kama Roho wa Mungu hajashuka ndani yao, hao watu hakuna kitu wataweza hata kwenda kuhubiri. Akawaambia mtulie kwanza, hapo nimewaasha, msije mkatoka kabla sijatuma msaidizi wenu. Sikiliza nikwambie hivi, wangekuwa watu wa siku hizi hawangengojea Yerusalemu, hawangengojea Roho Mtakatifu wa Bwana, kwa sababu saa hii tunakibizana na mambo yale yanakuja kutumaliza sisi wenyewe. Ninataka kuongelesha mtu ambaye amevuka mipaka ya Mwenyezi Mungu aweze kurudi, kwa sababu hapa ndio matatizo ilianza kwa maisha yetu, hapo ndio mashida imeingia kwa maisha yetu, kwa sababu tumevuka mipaka
tumevuka mipaka. Sisi ni kizazi ambacho hakina heshima na wakubwa, hakina heshima na wazee, wale wazee wetu wale wa kitambo. Yani unakuta mtu mdogo anarudishia mama yake vile anataka, anarudishia baba yake vile anataka, anatuzi mzazi wa miaka, kwa sababu tulivuka mipaka. Na sisi wenyewe roho ya kifo inatuwinda. Washa nikwambie hivi, washa turudi kwa mazingira ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Gaka niko kahida gago shoka, gaka niko kahida gago shoka. Kenya begwele, wengi tulikuwa tunajua Mungu, na Mungu akakuja akaanza kutufanyia mambo mazuri tulipoingia kwa kanisa. Lakini wakati tulianza kupata tukavuka mipaka, tukahashana na zibada, tukahashana na maombi, tukahashana na maushirika, kwa sababu tumepata. Lakini wacha nikwambie hivi, unapovuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, kile ambacho unatafutaka pande ile nyingine haikuchagi kufurahisha watu. Naongelesha watu wanasikia ujumbe huu, niwaambie hivi, ali ambao umete na ali ambao ugete mehaka mashoke dhino wale torea Yesu tumete dhino wa Ngai tukaruga mihaka, tukoma andu aria makuire tene ati thino tugituka mathĩnjĩre na tugathi gũita thakame na tatha wa mbũri makaburi-inĩ, tugithi kwabudu andu aria makuire tene, tugokeria maroho maria maroraga generation itu thaa ici na mĩrimũ mĩũru na mĩtimo ya barabara. Nĩ tondũ nĩ tuokeririe maroho ma andu aria makuire tene, makambĩrĩria gũtũbuata, makambĩrĩria kũbuata ciana citũ, tũgĩtiga kĩrĩra kĩa Ngai ũrĩa tũĩ wa Ibrahimu, Isaka na Jakubu, ũrĩa watũmire mwana wake Yesu Kristo na agĩtũtũmĩra roho wake mũtheru atũtongorie. Tũgĩtiga kĩrĩra kĩu, tũgĩthiĩ kĩrĩra gĩa gwata ndaĩ, tũgĩthiĩ kĩrĩra-inĩ gĩa gũthĩnjaga mĩtĩ-inĩ kũrĩa Jesu ataikaraga. Tathikĩrĩria icere andũ arĩa maraigua kiugo gĩkĩ, nĩ njũĩ nĩ gĩgũtura andũ aingĩ, no nĩ ndĩrenda kũmarĩria ndĩmere atĩrĩrĩ, kĩrĩa mwĩgĩrĩire nĩ mwĩgĩrĩire mĩtino, nĩ mwĩgĩrĩire maũndũ maritũ, tondũ maũndũ maya no nginya marĩũka, nĩ tondũ nĩ tumĩte njĩra-inĩ cia Ngai, nĩ tondũ nĩ tũtiganĩte na kĩrĩra kĩa Mwathani. Ahunjia nĩ tũtigĩte kũhunjia ũhoro wa ma, tũkambĩrĩria kũrũa ithuĩ kĩrĩa Ngai atũhete. Tathikĩrĩria njarĩria mũhunjia, ũraigua kiugo gĩkĩ kĩa Ngai kwa mtumishi wote anasikia neno hili, nikwambie hivi, mafuta ambayo Mungu alipeana kwako, hakupeana mafuta ya kuenda kugandamiza watumishi wale wengine, hakupeana mafuta kwako ya kuenda kuua vipawa za watumishi wengine. Mafuta ambayo Mungu alikupatia haikuwa mafuta ya vita ya kuenda kupigana na makanisa ambayo si kama wewe unahudumu. Sikiliza nikwambie, tunajimaliza sisi wenyewe kwa sababu kila tulichopewa hatuitumii vizuri. Tulivuka mipaka tukaikia kwa mambo ya vita. Yani nikishika kipaza sauti hiki na hubiri pasta mwingine, na hubiri reverend mwingine, na hubiri bishop mwingine, na hubiri mtumishi fulani, yani instead mafuta ile Mungu amenipatia niitumie kuleta watu kwa ufalme wake, na itumia kugandamiza mtumishi mwingine wa Mungu. Na hapo ndio unakuta ya kwamba sisi wa Kristo tunashekelewa, watumishi tunaitwa majina, kwa sababu mafuta tuliopewa hatukujua maana yake. Tuliingiza mafuta yetu kwa vita hapa hazina maana. Ninataka nikwambie hivi, aliyevuka mipaka akaenda kwa mambo mabaya, huu ndio wakati wa kurudi, huu ndio wakati wa kurudi katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Maguta maria Ngai akohete tamacio Haruni erwo ni Musa arire Haruni na Eliazari na Mishaeli, akimera thĩinĩ wanyu mũtihana ta andũ arĩa angĩ. Thĩinĩ wanyu kwĩna maguta ma Ngai thĩinĩ wanyu, na mwageria kuma thĩinĩ wa hema ĩno ya gũtonganwo, inyuĩ no gũkua mũgũkua. Rĩu ithuĩ nĩ tumĩte andũ a generation ĩno, na nĩkĩo maũndũ matũthũkĩire, nĩkĩo gũtarĩ mũciĩ ũraikarĩka, nĩ tondũ nĩ tumĩte, nĩ tondũ nĩ twagĩire na mwĩhĩtwa rĩrĩa twagĩaga na mũciĩ, na tũkĩrana nĩ tũkwendana, tũkĩrana gũtirĩ mũndũ ũgathiĩ nja ya kĩhiko, gũtirĩ mũndũ ũkauma nja. No nĩ kũrĩ mũndũ ũmwe waumire mĩhaka, akĩroga mĩhaka akiuma nja. Mĩciĩ ndĩngĩikarĩka,
muturire witu yuritwo ni mathina na mirimu ni tondu ni kuri mundu waumire kwi handu kiugo kia Ngai kiugaga atiriri thiini wa Amos ati andu eri matingitwarana matari na kiriko. We na Ngai ni kuri kirikaro kiria mwarikanire nake. Ririkana riria wari mathina-ini, riria wahoyaga Ngai ukira Ngai ndakuhoya ondirikane umuthi na nie ndigagutiga. Ririkana kirikaniro giaku na Ngai riria wari giconoko-ini, riria weraga Jehova Ngai ati mwathani wanduta giconoko-ini giki nie ndire hindi ngagutiga. Ririkana riria wari na cira wagukombeire cira muritu na muthenya umwe ukirira Ngai ukira Ngai ungikahotanira cira-ini uyu na nie ndikauma wega-ini waku. Ririkana riria waconoragwo ni andu anyu magutiganirie wi mbara-ini ugithii ugituria maru ukira Ngai ati nawe Ngai ungikandwirira na undute giconoko-ini giki ndigagutiga. Waumire kwa Ngai niki? Warogire mihaka niki? Na giki nikio gitumite tuingire thiini wa giconoko. Giki nikio gitumite tucemanie na mirimu mithukanu muno, mirimu itaraigua ndawa ni tondu wa riri ni twarogire mihaka handu ha kuthii mbere ya Ngai. Twitikie Ngai witu, twitikie Ngai uria tuhoyaga, tuthiaga kuri athuri akuru aria mathiaga guturoga, aria mathiaga gutwera ithitu. No ndirenda kwira mundu atiriri ati kwina kahinda ga gucoka. Bwana Yesu na inuruwe sana. Kwenda kahinda ga gucoka. Kuna nafasi ya kurudi. Sikiliza nikwambie hivi. Tulivuka mahali ambapo Mungu alituweka. Mahali Mungu alituweka tulitoka. Sisi tuko kwa vita, hatujui sikule kulitoka. Kwa sababu tulitoka mahali ambapo Mungu alituweka. Tulivuka. Musa anamwambia Haruni, mukijaribu mvuke hapa, mutoke hatua moja, ni mnakufa kama hao vijana wengine. Mambo yale mazito tunakutana nayo ni kwa sababu tulitoka, tulivuka, na kuna tulienda tuliingia kwa vita ambao sisi hatuelewi. Hatuelewi ni vita za aina gani, hatuelewi ni magonjwa inakaaje, hatuelewi ni aibu zinakaaje, kwa sababu namba 1 tulitoka. Lakini sikiliza hapa, Bwana Yesu na inuliwe sana. Ni kuma twaumire, uria tweranite na Ngai ni twatigire, uria twaririire Ngai tukira Ngai ungikahe ngari nie ndikaga uthii gukwambararia. Ngari ni yakionekire no ibada-ini nduonekanaga. Bwana Yesu na inuliwe sana. Ukira Ngai ungikahe gwakwa na wadathima na gwakwa gutura ngwambararagia. Riu riria wageire gwaku ona ndiuria muico waririe na Ngai ni ulivuka mipaka mpendwa. Na hivi tizo unaona tumefugulia vita za aina fulani, hatuelewi kwa maisha yetu kule vita zinatoka. Tunapigana na kitu ambao hatujui, tunashindana usiku na mchana na kitu sisi hatuelewi, kwa sababu mahali ambapo uliweka agano lako na Mungu, wewe ulivuka, wewe uliasha. Andu magathie kanitha-ini na makohithanio wega biu thiini wa muthenya wa uhiki, na makerana tutigatigana, na makagia na kariko thiini wa kigongona kia Ngai. No umwe wao agathie agakenio ni mundu ungi na kuria nja, akauma thiini wa kiraniro kiria kana covenant iria mekirite, mucio kaingira mauru na mathina. Ni tondu ni twaumire. Thikiriria ite mwiri umuthi. Musa arera Haruni muru wa nyina atiriri ati mwona mwageria kuma thiini wa hemeno ya gutunganwo ikinya rimwe ni tondu wa maguta ma Ngai maria me thiini wanyu, inyuĩ no gukua mogukua. Ndakwariria umuthi thiini wa ritwa ria Jesu. Ni kuri riria waririire Ngai utari na wira, ni kuri riria waririire Ngai we thibitari ukomete thibitari, ni kuri hindi waririire Ngai ukigia mwana ukinyete thiini wa situation fulani ukona tari gukua. Ni kuri hindi waririire Ngai tho ciaku iguthiururukeirie makienda guguconora mbere ya andu aria angi, ukira Ngai na nima Ngai wona wahotanira haha nima ndigagutindika na ndigatigana nawe. No ni wakiumire thutha wa Ngai gugwikira maundu macio, we ni wonire twagereire no kiuma. Ni ndirenda gukwariria ngwire atiriri, bara iria uracemania nacio ni tondu ni waumire
ulivuka mipaka, ulitoka nje ya maagizo, ulitoka nje ya mambo yako. Kwenda lilia wathiaga kanitha-ini utari na wira, unaenda kwa kanisa unapiga magoti, unamwambia Mungu, kwani ulinisahau? Wengine uliwapa kazi, mimi haukuweza kunipa kazi. Na kwa sababu Mungu ni wa rehema na neema, akasikia maombi yako. Na wakati alisikia maombi yako, Mungu akakuja akakubariki na kazi. After kupata kazi, hapa haukurudi tena. Na ndio unakuta ya kwamba tunapata kazi, vita zinarubuta kule tuko kazini. Tunapata mabiashara, vita zinatufuata kwa mabiashara. Kwa sababu kile atuela na ile nagai, na tukimwira tutikauma hau, tukimwira watu ikiro hivyo tutikauma. Sikiliza nikwambie, na kutuma kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wake ni wa 2, uweze ukutane na Shimei na Solomoni. Ukute mpapa Solomoni alipokuwa anapatiwa ufalme na baba yake, Daudi alimwambia Solomoni hivi, na usikie maneno haya kutoka kwa mtumishi wa Mungu Stefano. Shimei alisumbua Daudi wakati mmoja, akamuita umbwa mfu, akampiga na mawe Daudi akiwa mfalme. Watu wake wakamwambia Daudi, tupatie ruhusa mfalme, tuweze kumaliza huyu mtu. Daudi akawaambia, hapana, huyu mtu msimuguze. Kwa sababu moja, inawezekana Shimei ametumwa na Mungu akuja anitusi. Lakini sikiliza nikwambie, wakati Daudi amezeeka, akikuja kupatia Solomoni ufalme sasa, anakuja na mwambia, sikia nikwambie hivi, Mungu amekupatia hekima na maarifa, lakini kuna mtu mmoja nataka uweze kuangalia sana. Anamwambia, angalia Shimei. Shimei alinitusi, Shimei alinipiga na mawe, lakini kwa sababu wewe umepatiwa hekima na Mwenyezi Mungu, utajua vile hapa utakae na uye na yeye. So wakati ambapo Daudi alikuja na akafa, Solomoni akaita Shimei, na wakati alimuita Shimei akamwambia hivi, sikiliza nikwambie hapa, nataka nikupatie maagizo ya kwamba wewe utajenga hapa Yerusalemu, hautawahi toka Yerusalemu. Solomoni alikuwa na wisdom, akajua wewe nitakuwekea mtego. Ulitesa baba yangu, ulitusi baba yangu, ulimpiga baba yangu na mawe. Solomoni akamwambia Shimei, jenga hapa Yerusalemu na usije ukatoka mahali hapa, na nataka uniapie kwa Mungu, siku ile utatoka hapa utakufa. Kwa hivyo Shimei alikuwa nafikiria Solomoni ni kama David. Akakuja after 3 years, Biblia inasema alikuja akasahau yale maneno walikuwa wameongea na Solomoni. So wakati mmoja akakuja akatoka, na akakuja na akauawa. Sikiliza nikwambie, Shimei alitumaniwa na Solomoni akauawa. Daudi alimuweka, lakini Solomoni akamwambia hapa mbele za Mwenyezi Mungu ya kwamba utakapotoka Yerusalemu utakufa, utakuwa maiti. Na yeye akakuja akatoka, kifo yake ikawa hapo. Mahali uliambiwa na Mungu, haria mwarĩkanĩire na Ngai waumire nĩkĩ? Haria mwacirĩire na Ngai hĩndĩ ya thĩna waumire nĩkĩ handũ hau? Haria warĩrĩire Ngai hĩndĩ ya maruo, hĩndĩ ya mĩtangĩko, rĩrĩa andũ anyu matendaga gũkuona, rĩrĩa andũ magwĩtaga marĩtwa, rĩrĩa watahagwo, rĩrĩa waconoragwo nĩ andũ a ikundi magĩũka gũtaha indo thĩinĩ wa nyũmba yaku, no kĩaria na Ngai ũkĩra Ngai, wanduta gĩconoko-inĩ gĩkĩ nĩ manani gwaku ndikauma, waumire nĩkĩ? Waumire nĩkĩ harĩa mwacirĩire na Ngai? Waumire nĩkĩ harĩa mwarĩkanĩire na Jehova? Tondũ hau nĩho mbara ciaku ciambĩrĩirie thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Hapo ndio vita zako zilianza, wakati ambapo ulitoka nje. Naongelesha mtu anayesikiliza ujumbe huu nikwambia hivi, ukitoka nje, nigereria nyambe ngwire. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kwena mundu wetagwo Jefitha, na Jefitha alikuwa na mtoto wake mmoja, na wakati alikuwa naenda vitani,
akaenda akaambiana na Mwenyezi Mungu, akamwambia Mwenyezi Mungu, ukinipatia ushindi kwa ile vita, mimi ninaenda. Wakati nitakuwa ninarudi nikitoka vitani kwa shangwe, kwa furaha, kwa sababu nimeshinda maadui zangu, chochote nitakutana nacho pale kwangu pale nje, hiyo ndio nitakupatia wewe Mungu. Bwana Yesu na atukuze sana. Na kwa sababu Mungu usikia, ako na masikio ya watoto wake akiwakilia. Kile wiraga Ngai we maithori-ini kana we thina-ini, Ngai ni aiguaga. Kile wiraga Ngai ni rio hinyererekete, Ngai ni aiguaga. Na ne kinyambe kwire, kile wiraga Ngai no mwire ni wanduta kana wanjikira nani ningeka, niokaga na ihenya gutimiza, ambionekana wewe mwihokeku. Bwana Yesu na atukuze sana. Hebu sikiliza hapa mpendwa. Jefitha aliporudi kutoka kule kwa vita, Mungu akampatia ushindi mkubwa sana. Na wakati alikuwa anarudi, kwa sababu aliapa mbele za Mwenyezi Mungu, ati kiria nie ngacemania nakio, kiria ngacemania nakio kuria nja gwakwa, kuria thome wakwa, kiu nikio ngakurutira Jehova. Kiu kia Ngai kirauga atiriri, akenete muno akiuma mbara-ini, acemanirie na kairetu gake ka umumwe, acemanirie na kairetu gake. Riria karori rio gwa kiuga he. Bwana Yesu na nurue sana. Na Jefitha akatimiza vile alikuwa amemwambia Mungu, sababu sasa lazima apeane huyu msichana. Tareke nyabende mwere, sisi tuliahidi Mungu mambo mengi sana, lakini sisi tulivuka tukasahau kile tulimwambia. Na hapo ndio vita zetu zilianza. Hapo ndio mikosi yetu tulianza kupata mikosi. Wewe hujia kile gitumaga kugena mbara ate kanitha ni ukurega gukura, ni tondu ukiambiriria kanitha ucio ni kuri mihetwo wehetanire na Ngai. No mihetwo iyo ni wamirugire, uliruka ukavuka hiyo mipaka vile uliapiana na Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo unaona kuna kaa sasa. Washa nikusaidia asubuhi ya leo, wewe ambaye ulivuka na kuambia uweze kurudi. Netumete taugira netokwenda kigongona gya thakame ya Jesu gitutetagire, taugira netokwenda Ngai wari amwe moyo atuigwire tha, taugira netokwenda Jesu muhonokia witu akoragwo ari hamwe na ithui hingo ciothe. No netumire, tulitoka. Hata kama tunaenda kwa makanisa, tumejaa kwa makanisa, lakini tulitoka. Tunaenda kwa makanisa, lakini usiku wa manane tuko kwa washawi tukienda kuloga watu wale wengine. Sisi tulisema tuko na madhabahu ya damu ya Yesu, lakini tuliacha hiyo madhabahu tukaenda kwa madhabahu za waganga. Tulisema tuko na madhabahu inaweza kutuinua, lakini hatuiamini. Tunaenda kutafutilia mavitu zile tumeweka kwa manyumba zetu. Tumeweka makarabashi kwa nyumba, tumeweka vitu ambazo ukiingia unaweza kuona kama umeingia kwa kaburi, kwa sababu ya zile vitu watu wameweka kwa manyumba zao. Tumetoa imani yetu kwa Mungu, tukaweka imani yetu kwa vitu. Na hapo ndio vita zetu zilianza. Hapo ndio vita zetu zilianza. Sikiliza nikwambie, mahali ambapo Mungu ambaye alisema hari akaya ugire, na ukiaria na Ngai wako ukimwira Ngai wanengera haha nigacoka, hanathire mbere ya Ngai akimwira atiriri kigongona-ini, ni tondu ni anyururagio ni Penina, na ngoro ya Hana yari na ruo, ngoro ya Hana yari na ruo rwingi muno. No agithie mbere ya Ngai kigongona-ini kia Ngai akiriraga, akira Ngai thikiriria haha, Mwathani wanjiguira tha uhe kahi, tunani ningagacokia thiini wa nyumba yaku. Na riria Ngai aiguire mahoya macio ati Hana uga ni agagacokia tu, mwaka uyu ungi Samueli ageuka agiciarwo. No Ngai agieterera one kana Hana ni akugaruruka. No Hana agithia agitimiza, agitwara kana karia, agigatwara mbere ya Ngai. Ndirenda gukwariria umuthi kwire, coka kwina uria waritie na Ngai,
Shaitani ni atiga gugwikira kiburi. Shusha kiburi, my brother. Shusha kiburi, my sister. Shusha kiburi. Kuna watu walienda juu sana lakini wakakuja chini. Kuna watu walikuwa na vitu mingi sana lakini kwa hizo poma hakuna kitu leo. Shusha kiburi, brother. Kumbuka yule Mungu aliyekusaidia ukipiga hatua ya kwanza. Kumbuka yule Mungu alikusaidia ukipiga hatua ya kwanza ya kuajiriwa hiyo kazi unapata pesa mingi. Kumbuka huyo Mungu aliyekusaidia ukipiga hatua ya kwanza ya kuingia kwa hiyo ndoa. Kumbuka huyo Mungu. Vita zetu zilianza hapo. Na nikio tunagia ido tutakenagirira. Tumebarikiwa lakini hatuna furaha. Tuko na pesa mingi lakini bado tunalala tukilia. Tuko na mali lakini hatulali usingizi. Kwa sababu hali ya Ngai witu aturutire ivyo ne twariganirwo. Ivyo ne twariganirwo haria tuumite. Ne twariganirwo giconoko-ine kiria tuumite. Sisi tulisahau ile aibu tuliyotoka. Sisi tulisahau tulitoka kwa nyumba zilikuwa na umaskini mwingi sana, lakini kwa neema ya Mungu, Mungu akakuja akatuinua. Sikiliza, mimi nakwambia hivi ya kwamba naweza penda sana usikie sauti ya Mwenyezi Mungu leo, ukaweze kurudi umenye ni hawaumire ulivukia mipaka wapi. Brother, my sister, my brother, my sister, pesa sio kila kitu. Ni kuri kundu kurabatarania Ngai ti mbeca. Ni kuri kundu kurabatarania Ngai ti ngari. Ni kuri kundu kurabatarania Ngai ti migunda. Ni kuri kundu urabatara Ngai aigire thiini wa muturire waku. Ni kuri andu mathiete mena igweta inene muno guku Kenya. Kwi mundu wetagwo Bob Korimo na kwi mundu wetagwo Chris Kirubi. Andu aria mari na indo nyingi muno guku Kenya, no andu acio ne mathire. Pugusa maringo, pugusa kiburi. Hizi vitu ni Mungu hupeana. Tasodhereria Ngai ati umuthi ni uhuraga kanitha ni tondu ni wageire indo. Ati umuthi ni waragia uhoro moru wa nyumba ya Ngai ni tondu ni warathimirwo. Ati umuthi ni uhuraga hunjia ni tondu ni wageire mbeca. Ati umuthi ni ugaga ndingithie kanitha tondu we ni warathimirwo na biashara. Tene Kenya mbengwire Solomon akiaria thiini wa ibuku ria Proverbs augaga pride comes before a big fall. Na nakwambia for free ya kwamba kwe muthenya umwe wa mithenya ritwa riria waregire ria Ngai ukarita kiugo kia Ngai kiugaga atiriri, na kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Kristo ni Bwana. Tena Kenya begwarerio mothe kwiri atiriri thini wa ritwa ria Jesu. Wende waumire haria mwarikanire na Ngai. We uthiaga kanitha kwende barire Ngai wathambagia kanitha wari mundu wa guthambia kanitha no kira Ngai wadirikana wira utigatiga kuma warathimwo kundu onekanaga nigwenda uririkane Ngai ucio waririire wi hatikaine. Ngai ucio wetire riria wari hatari mundu ngiaguteithirie. Hakuna mtu ambaye angekusaidia. Na ongeresha watu wamevuka mipaka. Wewe ambaye ni mshirika, kuna wakati uliambia Mungu, naomba unipatie roho ya kuheshimu baba wa kiroho. Lakini ulipobarikiwa, je, ulipoanza kuinuka kidogo, kuliendaje? Kulienda namna gani? Sisi tumefungua milango ya vita ambao hatujui kule zinatoka. Tumefungulia mambo mazito mabaya ambao tunakutana nayo kwa maisha yetu ambaye hatujui kule inatoka. Hallelujah. Tera Kenya begwire Grekia lirikana riria waririire Ngai withina-ini ohujia. Lirikana riria wariragira Ngai wina andu atatu. Lirikana
riria wariragira Ngai wikirite makonia, ririkana riria weraga Ngai ungikanya bararia nie ndigagutirika, ungikanya bararia ndikaingira utharia-ini, ungikanya bararia ndigathie maundu-ini moru. No riu ni warugire mihaka, ulivuka mipaka. Kwa hivyo ombi langu asubuhi ya leo na kuomba ukaweze kurudi. Simama na miguu yako tuombe. Enda mbele za Mwenyezi Mungu. Enda mbele za Bwana. Ambia Mwenyezi Mungu akusaidie. Enda mbele za Bwana. Mungu si kama mwanadamu. Talirikana hau maruine ukererera Ngai. Kumbuka wakati wa matatizo, kumbuka wakati wa aibu, kumbuka wakati mmoja pengine hamukuwa na kwenu na Mungu akakuja. Kumbuka siku moja haukujipatia chakula lakini Mungu akakuja akakutoa. Lakini after kutolewa ulisahau. Jesus, ongea na Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu wa takatifu, wewe ni Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye mamlaka. Jehova, tunakuinua, tunakusujudu Rabi. Tunasema Bwana, tumekosea Mungu wa majeshi. Twakuja na neno lako kwenye kitabu cha Isaia 1:18 inaosema ya kwamba tukuja tusemezane na wewe Bwana, hata kama dhambi zetu ni nyekundu kama bendera, utaziocha zitakuwa kama theluji. Ewe Mungu wa majeshi, ufalme wa wafalme, siku ya leo nimekuita kwa sababu ndiye Mungu mwenye uwezo wote na nguvu zote, Bwana wa mabwana. Jehova, ukaweza kutusamehe dhambi zetu na makosa. Jehova Jire, inawezekana Bwana tulitoka, tulivuka mipaka. Twaomba Mungu wa majeshi kusamehewa na wewe. Mungu wa majeshi, mawimbi kaweze kusimama, vita zikaweze kusimama, aibu zikaweze kusimama, matatizo yakaweze kusimama. Jehova Mungu wa majeshi, mfalme wa wafalme, nimekuita kwa sababu eti Mungu mwenye uwezo wote na nguvu zote, Bwana wa mabwana, ukaweze kushuka kwa maisha yetu. Mungu wa Israeli, wewe si kama mwanadamu. Jehova, twakuinua, twakuabudu, twakusujudu, twakuheshimu. Mungu wa majeshi, unaongea na nabii Yeremia kwenye Yeremia chapter 2. Unamwambia ya kwamba watoto wangu walinaitanishwa na jina langu wamenifanya makosa mawili. Wameniacha mimi niliye chemchemi ya maji ya uzima, wakaenda kujichipia mabirika ambao huwezi ikaweka maji. Ebeneza, mfalme, tunakusihi kwa neema yako ukatusamehe na ukatupokea. Sisi ni watoto wako Bwana. Sisi ukituacha, Mungu wa majeshi, sisi si kitu, sisi ni mburi. Lakini tumekuita siku ya leo, mfalme wa wafalme, ukasimame nasi kwa sababu umejaa uwezo na umejaa nguvu. Ewe Mungu mtakatifu wa takatifu, tuomba neema yako, tuomba kibali chako, tuomba ushindi wako na utukufu wako. Tuomba utukumbuke Rabi, tuomba utuonekanie kwa kila jambo na kwa kila hali. Tutetee Bwana Yesu, tupiganie, tushindanie. Ewe Mungu wa majeshi, siku ya leo tuomba mafuta yako mabishi na kibali chako, Bwana wa mabwana. Tuomba utukumbuke Mungu wa rehema, kule tulikosea tukiongea, kule tulikosea tukifikiria, kule tulikosea Bwana tukiwaza, kule tulikosea wakati tulikuwa tunatembea Bwana, tulikosea tukishika. Ebeneza, tulikosea tuwa masikio yetu. Jehova Mungu wa majeshi, tuomba kusamehewa na wewe. Kule tulifuja watu moyo, kule tulikwasa,
kule tulifanya mabaya, twaomba kusamehewa na wewe Mungu wa majeshi. Asubuhi ya leo Mfalme wa wafalme, kwa wale wote wako kwa nyumba hii Jehova, na wameingia na ibufua yote kubwa, Mungu wa majeshi, ukawakumbuke na ukawatakase. Kwa wale wanatufuata kwa mitandao, Ebeneza ukawakumbuke Mungu wa Israeli. Naomba Mungu wa majeshi Jehova Jire, ukaweze kuonekana kwa hali zetu na kwa maisha yetu. Ewe mtakatifu wa watakatifu, simama Mungu wa rehema, kwa sababu uko na uwezo tena uko na mamlaka. Naomba Bwana nguvu zako, naomba kibali chako, naomba ushindi wako. Simama nasi, tutetee Bwana Yesu, tupiganie na ukatushindanie. Tuomba mafuta yako mabichi Bwana wa mabwana. Naombea Mungu wa majeshi wale wote wanasikia kipaza sauti hiki, wakumbuke Baba. Huyo mtu analia, huyo mtu ako kwa aibu, aliye kwa mashida, huyo hana kazi, huyo anapigwa kazini, huyo biashara yake inamalizwa, aliye na kesi, Jehova Mungu wa majeshi, wote ni watoto wako, wakumbuke. Naomba Bwana ukatende kadiri na uwezo wako, kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ndiye Mungu mwaminifu, Bwana wa mabwana, na kuomba Mfalme, tenda kwa maisha yako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata tumeamini. Wewe uliye kwa mtandao wa kijamii, ninakukaribisha hapa siku ya Jumapili. Naitwa Apostle Stefano, najua wengi wananijua kwa sababu ya mitandao. Niko na silent followers wengi sana, huwa wa comment, lakini nawapenda sana. Na hata my haters wangu nawapenda sana. Kwanza nawapenda bure, kwa sababu nyinyi mnanishukia bure, na mimi nawapenda bure. Wewe una comment, una share, una like. Wewe unatufuata kwa Facebook, kwa YouTube, kwa TikTok, kwa WhatsApp. Mungu auzima akakubariki sana na kutende mambo mema. Na kuopea Mungu akushangaze kwa baraka zake. Mungu akushangaze kama vile mvua hii inanyesha asubuhi ya leo. Na Mungu akafanya mvua wa miujiza na baraka na ushindi na kufaulu ikanyeshe kwa maisha yako. Mvua ya uponyaji kwa mtu mgonjwa, mvua ya kibali kwa mtu anafanya biashara. Na kuopea Mungu akuonyeshe mambo mazuri kwa maisha yako, na Mungu akuelekeze kwa njia zake. Na kuopea mambo mazuri, na kuopea baraka za Mungu, na kuopea kibali cha Mwenyezi Mungu. Siku ya Jumapili nimekukaribisha mahali hapa. Siku ya Jumapili sisi tuko hapa kuanzia saa 12 kamili. Siku ya Jumapili hiyo inakuwa siku yetu na Mungu. Kwa hivyo ibada yetu tunaanzaga saa 12 kamili, ibada ya kwanza. Tunamaliza saa 2:30. Na tukimaliza hapo tunaanza ibada ya pili. Tunapelekana nayo mpaka mahali Mungu atatusaidia. Nimekukaribisha sana hapa. Karibu sana hapa Mountain of God Repentance and Worship Ministry. Tumekukaribisha sana hapa. Si tuko Embu. Mahali tuko hapa Embu, mahali kunaitwa Matakari. Ukiuliza Apostle Stefano, kwa watu wa pikipiki watakulete hapa. Ukiuliza mlima wa Bwana, watu wa pikipiki watakulete hapa. Na washukuru wale wote wanatufuata wakiwa Nairobi, Mombasa, kule Karatina, kule Nyeri, watu wa Meru na kule Nakuru, na wale watu wa Kitale na kule Bungoma tunawaonaga, na watu wa diaspora. Mungu awabariki sana kina Virginia. Mungu awabariki sana wale wako nje ya nchi ambao wanatufuatilia sana. Mungu awabariki na Mungu awatende mambo mazuri sana, na watakia wakati mzuri na siku njema. Mungu awakumbuke, Mungu awatupatie utukufu mpya na neema mpya, na tuendelee kuomba. Hatuna nchi nyingine sisi tunaweza kibiria. Washeni tuombe nchi yetu ya Kenya, inahitaji maombi. Nchi ya Kenya haihitaji siasa sana, kile inahitaji ni maombi. Tuweze kuombea nchi yetu, tuombee uchumi, tuombee serikali, tuombee watu wetu wote. Washeni tuombe. Na mkumbuke hivi, we are brothers and sisters. Mungu alifanya tuzaliwe hapa pamoja nchi ya Kenya. Kuna wale wako Uganda, kuna wale wamezaliwa Marekani. Lakini sisi pamoja na kuwa makabila mengi namna hiyo, sisi tulizaliwa hapa Kenya. We are brothers and sisters. Washeni tuhubiri injili ya amani, tuhubiri injili ya upendo, na tuhubiri injili ya kushikiliana mtu wetu akiwa na shida ama akiwa na hitaji. Usikubali uone mtu anateseka hapo na uko na uwezo wa kumsaidia ukose kumsaidia.
Biblia inasema peana kikombe ya maji na yeye atapewa siku moja. Saidia mwenzako, huyu ako na shida. Usimsheke, usimuongee. Kuwa mtu wa kumsaidia na Mungu wetu atakubariki. Mpaka siku ya Jumapili asubuhi tunapokuja live tena, nasema mbarikiwe sana na Mungu, na wewe ubarikiwe zaidi. Wewe umecomment hapo na umetufollow. Wewe umetufollow kwa mitandao yetu ya Apostle Stefano channel, Apostle Stefano TV, Mountain of God Repentance and Worship Group yote. Mungu akubariki na Mungu. Na unitafute kule kwa TikTok ama tokotoko. TikTok ama tokotoko, hapo vile utaita. Unitafute ati Apostle Stefano, utanikuta hapo nikikuhubiria injili ya Kristo na Mungu. Pale kwa YouTube Apostle Stefano utaniona hapo, na Mungu atakubariki na Mungu atakutenda mambo mema. May God bless you. May God bless you. Shalom. Shalom. Shalom.